Jaji wa mahakama ya shirikisho nchini Marekani ametoa amri ya kusitisha mpango wa rais wa nchi hiyo Donald Trump wa kupeleka mamia wanajeshi wa National Guard katika jiji la Chicago, hatua iliyolenga kukabiliana na maandamano makubwa dhidi ya sera yake kali ya uhamiaji. Uamuzi huo ulitolewa Alhamisi na jaji wa wilaya ya Marekani April Perry baada ya kusikiliza hoja za pande zote katika kikao kilichofanyika mapema mjini Chicago. Amri hiyo itadumu kwa angalau siku 14 ikizuia utekelezaji wa agizo la rais kwa muda, huku serikali ya Trump ikipanga kukata rufaa. Kesi ni sehemu ya mvutano inayoendelea kati ya majimbo yanayoongozwa na chama cha Democratic na utawala wa Trump kuhusu matumizi ya wanajeshi wa National Guard katika miji ambayo rais anaieleza kama imejaa uhalifu na kushindwa kulinda mali za serikali. Majimbo ya Illinois na jiji la Chicago yaliwasilisha kesi mapema wiki hii yakidai kuwa kupelekwa kwa wanajeshi hao bila ridhaa yao ni kinyume cha katiba ya Marekani na ni kitendo cha kudharau mamlaka ya serikali za majimbo. Katika uamuzi wake, Jaji Perry alisema amesikitishwa na tofauti kubwa kati ya maelezo rasmi ya serikali kuu kwa wanajeshi na matamshi ya rais kwa umma kuhusu jukumu lao Chicago. Alikanusha hoja ya Trump kwamba maandamano dhidi ya sera ya uhamiaji yalikuwa tishio la uasi wa raia dhidi ya serikali ya Marekani. Alikuwa akisema, sijaona ushahidi wowote wa kuaminika kwamba kuna hatari ya uasi katika jimbo la Illinois. Katika malalamiko yao, mawakili wa Illinois na Chicago walidai kuwa Trump anatumia wanajeshi kama silaha ya kisiasa dhidi ya wapinzani wake. Ikulu ya White House ilitetea hatua hiyo, ikisema jeshi linahitajika kwa sababu polisi wa kiraia wameshindwa kulinda maafisa wa uhamiaji na kudhibiti maandamano. Hata hivyo, gavana wa Illinois JB Pritzker na meya wa Chicago ndugu Brandon Johnson walikanusha vikali madai hayo, wakisema mji uko salama na jeshi halihitajiki. Trump kwa upande wake alijibu kwa ukali akisema Pritzker na Johnson wanastahili kufungwa. Kulingana na hati rasmi iliyotiwa saini na waziri wa ulinzi ndugu Peter Hedges, wanajeshi walitakiwa kutumwa kulinda maafisa wa uhamiaji wakati wa utekelezaji wa majukumu yao, lakini Jaji Perry alisema ushahidi unaonyesha kuwa uwepo wa wanajeshi unaweza kuongeza machafuko badala ya kupunguza. Ushahidi unaonyesha kuwa kupelekwa kwa National Guard kutaongeza machafuko ya kiraia, alikuwa amesema Jaji Perry. Huu si mzozo wa kwanza wa aina yake. Mnamo Septemba, jaji mwingine huko California aliamua kuwa Trump alivunja sheria alipowatuma wanajeshi Los Angeles kusaidia operesheni za uhamiaji. Miji mingine kama Washington DC pia imefungua kesi kupinga uwepo wa wanajeshi wa shirikisho ndani ya mipaka yake. Katika kikao cha Alhamisi, mwanasheria wa idara ya haki ya Marekani ndugu Eric Hamilton alisisitiza kuwa rais pekee ndiye mwenye mamlaka ya kufederatisha wanajeshi wa National Guard na kwamba maamuzi yake hayapaswi kuchunguzwa na mahakama. Kesi hiyo pia inarejea hotuba ya Trump ya Septemba 30 alipokuwa Pentagon, ambako aliwaambia maafisa wa kijeshi kwamba lazima walinde taifa dhidi ya uvamizi kutoka ndani, na akataja Chicago kama mfano wa jiji linaloendeshwa na Democrats wa mlengo wa kushoto. Vilevile tarehe 6 Trump alichapisha ujumbe kwenye mtandao ya kijamii uliokuwa na picha ya janga la Chicago ikiwaka moto, akiandika, Chicago iko karibu kujua kwa nini inaitwa idara ya vita, yaani Department of War. Kesi hii ya Illinois versus Trump inaendelea katika mahakama ya wilaya ya Marekani kaskazini mwa Illinois, Chicago. Wachambuzi wanasema uamuzi wa mwisho unaweza kufikishwa hadi mahakama kuu ya Marekani, jambo litakaloweza kuamua mipaka ya halisi ya mahakama ya rais kutumia jeshi ndani ya nchi hiyo. Kwa sasa agizo la Trump limezuiliwa rasmi, huku Chicago ikiendelea kuwa kitovu cha mvutano mkubwa kati ya ikulu ya White House na majimbo ya wapinzani.